Tumetoka na sifa, sasa tuende tukamwabudu. Haleluya. Amen. Kama sio yeye hatungekuwa hapa. Kama sio nguvu zake hatungekuwa jinsi tulivyo. Kama sio uwezo wake hatungekuwa jinsi tulivyo. Kama sio huyu Mungu tungekuwa wapi jamani? Kama sio huyu Mungu tungekuwa wapi? Hata tungekuwa tunatajika mahali. Bwana asifiwe. Ni kwa nguvu zake, ni kwa neema zake tungali tumesimama. Ni kwa ajili ya nguvu zake tungali hai. Ni kwa ajili ya neema zake tunapumua. Ni kwa ajili ya nguvu na upendo wake tubuheri wa afya. Haleluya. Amen. Tusonge mbele zake Bwana tunapomwambia hakuna kama yeye. Hakuna kama wewe Mungu wetu. Hakutawahi kuwa kama wewe Bwana. Uliyekuwa ambaye uko na utakaye kuwa Bwana. Milele na milele ni wewe peke yako Bwana. Wewe ambaye hugawani mamlaka na mtu yeyote. Wewe ambaye sifa zako zadumu milele. Wewe ambaye matendo yako hayaelezeki Bwana. Ni wewe ambaye tuabudu asubuhi ya leo Bwana. Pokea sifa na shukrani Jehova. Mioyo yetu inaelekea kwako Bwana. Mioyo yetu yabondeka mbele zako Bwana. Mioyo yetu ya kukaribia Bwana.
Mwenyezi Mungu, tunasongea mbele zako asubuhi ya leo tukisema wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu mwingine aliye kama Mfalme wa mbinguni. Asante Jehova, umekuwa pamoja nasi katika wiki mzima. Baba, tumekuona ukiwa kiongozi katika maisha yetu. Baba wa mbinguni, umetulinda Baba na kutupa siku ya leo tukiwa mikononi mwako Mfalme wa mbinguni. Wasema ni asante kama kanisa Mfalme, wazidi na kukuabudu, wazidi na kuinua jina lako, ndio kwa maana hakuna Mungu mwingine aliye kama Mfalme wa mbinguni. Ibada hii ya leo tuikabidhi mikononi mwako. Wacha Baba wa mbinguni kuweze kuonekana katika maisha yetu. Baba, jinsi ambavyo tumeingia katika nyumba lako Baba wa mbinguni, tunaomba kubarikiwa na wewe, tunaomba kuinuliwa na wewe Mfalme wa mbinguni. Baba wa mbinguni, tutendee makuu. Walio wagonjwa katikati yetu Mfalme, Baba wa mbinguni, wacha kuweze na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo Mfalme wa mbinguni. Hata walio hospitalini Mfalme, Baba tunawakabidhi mikononi mwako Mfalme, ili Baba wa mbinguni kuweze na kuponya watu wako Mfalme. Baba, pokea sifa, ni kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Baba wa mbinguni, kuna wale ambao wameingia katika nyumba lako Baba wakihitaji kazi Mfalme wa mbinguni. Baba wa mbinguni, wacha kuweze kuwapa kazi, ni kwa maana kwako Baba wa mbinguni inawezekana. Baba wa mbinguni, pokea sifa, ni kwa maana wewe ni Mungu mwema. Kuna wale ambao wanasumbuka Mfalme wa mbinguni Baba kwa juu ya familia zao. Baba, naomba kibali katika jina la Yesu Mfalme. Wacha ukaweze kutawala katika familia zetu. Wacha Baba wa mbinguni ukaweze na kuonekana na kila roho baya katika jina la Yesu Mfalme. Baba wa mbinguni, tunakatana kila confusion katika jina la Yesu Mfalme wa mbinguni. Baba wa mbinguni, tuongoze. Baba wa mbinguni, tubariki. Asante Baba ni kwa ajili ya mjengo wa kanisa huu. Baba, twazidi kupeana mikononi mwako Baba, tukikumbuka siku ya leo Mfalme wa mbinguni. Baba wa mbinguni, tulijiandikisha na siku ya leo Mfalme tunaenda kupeana kwako. Wacha Baba wa mbinguni kuweze na kutuinua. Baba, tunajua kwamba tunaposimama na kazi yako Jehova unaendelea na kutubariki. Baba, unaendelea na kutuongoza. Baba, tujipeana mikononi mwako tunapoamini ya kwamba Jehova utaenda na kutubariki na utaenda na kutuongoza. Asante Jehova, tuajikabidhi mikononi mwako Baba, kila ambacho tunaenda kutenda katika nyumba lako Baba, tuomba ili kikaweze kuleta utukufu katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Asante pia ni kwa ajili ya wanakwaya Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. Wacha Jehova kaweze na kuwabariki na kaweze na kuongoza vikundi vyote vya kanisa hili Baba, tuwaziweka mikononi mwako. Wacha Baba wa mbinguni tukaweze kuona mkono wako, tukaweze kuona ushindi wako. Wewe ni mwaminifu na kuna aliye kama Mfalme wa mbinguni. Wazidi kuleta nchi yetu ya Kenya mikononi mwako. Unapozidi kuombea viongozi wetu, unapozidi kuomba ni kwa ajili ya umoja katika jina la Yesu Mfalme wa mbinguni. Baba wa mbinguni, tawala katika nchi yetu. Baba, tawala katika nchi yetu Mfalme. Wacha Baba wa mbinguni kaweze kutuongoza. Asante Jehova Mfalme, ni kwa maana ni Mungu mwema. Baba, tunapoendelea na ibada hii Baba, tuiweka mikononi mwako. Wacha Baba wa mbinguni kaweze na kututawala na kila sauti zote za shetani kinyume na ibada hii kwenda kukatana nazo katika jina la Yesu Mfalme wa mbinguni. Wacha Roho wako Mtakatifu akaweze na kutuongoza. Wacha Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza mahali hapa. Baba, ni asante, tawala Mfalme. Baba, tawala katika jina la Yesu Mfalme. Waliofungwa na za dunia hii Mfalme, wacha siku ya leo Mfalme kuweza na kuwafungua katika jina la Yesu Mfalme. Tunaomba uponyaji wako Mfalme, tunaomba nguvu zako Mfalme, ili Baba zikaweze na kututawala. Ni asante Jehova Mfalme wa mbinguni. Baba, tunaposongea mbele zako hakika Baba unasimama nasi. Baba, tunaposongea mbele zako hakika Baba tumekaa mahali patulivu. Baba, ni asante, tunajiweka kwako ili Baba ukaweze na kutubariki. Baba wa mbinguni, tuongoze. Baba wa mbinguni, kila programu yote Mfalme ya siku ya leo Baba tuiweka mikononi mwako. Wacha Baba ukaweze kuonekana. Wacha Baba wa mbinguni ukaweze kuonekana katika maisha yetu. Baba, kuna mahali pengine tunaweza kimbilia ila Baba wa mbinguni ni kwako. Baba, tunatangaza Roho wako Mtakatifu ili Baba ukaweze kuwa pamoja nasi. Yule mwovu shetani Mfalme wa mbinguni hana nguvu wala mamlaka katika maisha yetu. Baba, unaenda kutusimamisha. Baba, utaenda na kutuongoza na utaenda Baba wa mbinguni kutuongoza, ni kwa maana wewe unastahili sifa Mfalme wa mbinguni. Baba, ni asante, tutembelee Mfalme. Baba wa mbinguni, asante ni kwa ajili ya praise team. Baba, tunawakabidhi mikononi mwako, ni kwa ajili ya kazi njema ambayo wanatenda katika
watukuzwe. Baba, tunapokataana kila roho ya shetani kinyume na maisha yao, Baba, hao mfalme wa mbinguni wabariki katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa mbinguni. Asante pia ni kwa ajili ya uongozi wa kanisa. Baba, twazidi kujipeana mikononi mwako. Baba, bariki viongozi wako mfalme. Uliwapa kazi, ni kwa ajili ya kazi yako. Baba, na mimi nimeokoka. Somo la kwanza naenda kulipata katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, kifungu ni cha 2, mstari ni wa 11, tufike mstari wa 25. Ukifika pale sema amen. Kwa hivyo tutaanza pamoja. Wapenzi, na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo uwasingizia kuwa watenda mabaya, yatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Mstari wa 13, tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye, ili kuwalipiza kizazi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema, kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema. Mstari wa 15, kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wafumbavu, kama mlio huru, ili wasioutumia uhuru huo kwa kustiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Mstari wa 17, waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Enyi watumishi, watiini mabwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Maana huu ndio wema hasa. Mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu, pale ateswapo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi, lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso. Huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Mstari wa 21, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotumwa hakurudisha makutano. Alipoteswa hakuongofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Mstari wa 25 ndio wa mwisho, kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Na Bwana alibariki neno lake. Mwili
kutoka katika kitabu cha Zaburi wa 22 mstari ni wa kwanza hadi wa 10. Zaburi 22 mstari ni wa kwanza hadi wa 10. Kwa majina ni Patrick Nzioki na nimeokoka asubuhi ya leo. Na tukasoma pamoja. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Nitarudia. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno yangu kuungua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana lakini ujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe umtakatifu, uketia juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe. Walikutumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka. Walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaa wa watu. Wote wanionao hunicheka sana, unifyonya wakitikisa vichwa vyao. Usema, umtegemee Bwana na amponye na amwokoe sasa, maana apendezwa naye. Naam, wewe ndiye uliyenitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Mstari wa 10 na ndio wa mwisho. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu ndiwe Mungu wangu. Na Bwana alibariki neno lake. Yesu kwetu ni rafiki. Sikia
semezana imani ya mitume. Kwa pamoja tumefika. Na muamini Mungu Baba, Mungu wa mbinguni. tunaweza keti, nizimiwe hii fan.
Nataka kushukuru Mungu kwa ubali huo. Kabla ya kwenda kwa neno, naomba kuwatambua watu wawili, Jean na Jeremiah. Jeremiah sikuje tusalimie. Jeremiah to. Kwa wapi? Jeremiah maswali. Yes. Kwanza wa Petro sura ya 2 mstari ule wa 11 na kuteremka mpaka mstari wa 25. Na nitasoma. Waraka wa kwanza wa Petro chapter 2, First Peter 2 verse 11 through to 25. Tutasema mstari miwili mitatu na tutaweza kubarikiwa. Wapenzi, na wasihi kwa wapitaji na wasafiri. Wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri. Ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili wapo huwasingizia watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Tiini kila kiamuriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye, ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu, kama walio huru, ila wasiotumia uhuru huo kwa kustiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Baba, ni asanti kwa sababu ya neno lako. Nena na mioyo yetu Bwana, mimi ni chombo, nitumie. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Nataka kuzungumzia kuhusu godliness ama maisha ya utakatifu katika ulimwengu ambao umejaa uchafu. Godliness in our godless world. Godliness in our godless world. Maisha ambao ni ya uteua katika ulimwengu ambao umejaa uchafu. Last week tulikuwa tunazungumzia kuhusu exemplary Christian living, ama maisha ya kuwa Mkristo mwenye mfano mwema. Na siku ya leo ukisikiza ni kama tu tunaendelea na mafunzo yale. Maana wapendwa, utakubaliana nami, mtu mwenye tabia njema, mtu mwenye maadili anaweza enda bali kwa maadili yake, na maadili itamfungulia milango mikubwa kwa maisha yake. Hata hitaji pesa aende bali, hata hitaji kujulikana aende bali. Mtu anahitaji kuwa mtu wa maadili mema, ama mtu ambaye ni mteua na Mungu atamshindania. Tunapoangalia kitabu utamwona Yesu Kristo katika anapofunza juu ya uteua. Wakati mmoja anafunza kuhusu Wafarisayo na Wasadikayo na watu wa Mungu, na Yesu Kristo anahimiza juu ya maisha ya uteua. Tunaona watu wengi, tunamwona Danieli, Mungu akimtetea kwa sababu ya kuishi maisha ya uteua. Tunamwona pia Yusufu mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya kuamua kuishi maisha mazuri, Mungu akimuinua na akimpeleka bali. Na ninaamini ya kwamba neno hili ni letu sana, na pia katika wale ambao ni wanalika ambao tuko mahali hapa, utaelewa ya kwamba maadili mema inaweza kukufungulia milango ya baraka zako katika maisha yako. Wakati upita anaandika maandiko haya, Wakristo wametawanyika katika maeneo tofauti tofauti kule Asia Minor, na ni kwamba kulikuwa na matatizo mengi, hata pia masumbufu. Walikuwa wanapitia mateso wa Kristo ambao walikuwa ni wa wakati ule, ambao walikuwa wamekusanyika ama wameingiliana na Wayunani pia. Na Wayunani wakati mwingine wangewasema wa Kristo kwa njia mbaya, mpaka kuwapea majina, mpaka pia majina kama wa Kristo. Jina wa Kristo is a nickname given to Christian ambao ni followers of Jesus
Christ. Ilipojulikana ya kwamba hawa wanamfuata Yesu Kristo, walipewa jina wa Kristo kama nickname, ili wa kwamba wajulikane jinsi walivyo. Na wakati walikuwa na period jina, unapopewa a nickname mara nyingine inakuanga ni jina la kejeli, ni jina ambalo la madharau, ni jina ambalo halina sifa nzuri. Na watu hupeana majina, unaweza jipata mahali ambapo watu walikubandika jina na watakusengenya ukiwa mahali pale na wanacheka. Na unaona wanacheka sana, maana na wewe unawasaidia kucheka, maana uko miongoni mwao. Maana jina walilokubandika wewe haulijui. Na hivyo basi wapendwa wa Kristo, hawa wamepewa jina wa Kristo. Na ni wakati ambapo Peter anaona ni vyema awaandikie Wakristo hawa ambao wametawanyika maeneo tofauti ili awahimize na awatie nguvu na awaonyeshe kuna umuhimu wa kuishi maisha mazuri, maisha ya uteua, a godliness life, maisha ambao ni ya kumcha Bwana. Hii ni hali ambapo godliness is the quality or practice of conforming to the laws and the wishes of God. Ni jinsi ya kuishi na kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Daudi anasema ya kwamba na sheria ya Bwana ndiyo ninayoifurahia mimi katika maisha yangu. Ni jinsi ya kuishi jinsi Mungu wetu anavyopenda. And godless life ni maisha ambao not believing in God. Mtu ambaye hamwamini Mungu, ama mtu ambaye anachukulia mambo ya Mungu kwa mzaha bila kuwa ya kwamba anachukulia na uzito, chukulia mambo ya Mungu kwa mzaha. Unakuta ya kwamba mtu fulani hatishwi akiambia kwamba Mungu ni moto ambao unaua. Hatishwi na kusikia kwamba Mungu anawaua wahalifu. Mtu ambaye haogopi anapoambia kwamba Mungu ni moto unaoramba. Mtu ambaye hana shida, that person don't care, anaishi maisha yake jinsi anavyopenda. That person is a godless person, ambaye anaishi bila kufikiria na kudharau mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ili basi wapendwa, unaposoma kitabu cha Proverbs 29 and verse 33, Proverbs 29 na mstari wa 33, Mithali 29 na mstari ule wa 33, utaelewa ya kwamba Mungu anazungumzia kuhusu kiburi. Na hivi ndivyo Biblia inasema ya kwamba verse 33 of 29, Mithali 29, Mithali 29 verse 33. Sorry, I'm missing something. But the Bible says this. I'll correct that as I continue. Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor. Kiburi kinashusha mtu, lakini yule ambaye anayenyenyekea anapata baraka. Unaposoma mstari wa 3 Mithali 29, apenda hekima umfurahisha babaye, bali ashikamanaye na makahaba hutapanya mali. And so unaposoma utaelewa ya kwamba is about holy living. Tena unaposoma Mithali 8 na mstari wa 13, Mithali 8 na mstari wa 13, tena Biblia inazidi kusema hivi, mstari wa 13, Mithali 8 verse 13, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia bovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. And so tunaongelea about maisha ambao ni ya kupendeza Mungu. Wakristo wote wanahimizwa ya kwamba ni vyema kuishi maisha ambao wanampendeza Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Taelewa ya kwamba pendwa, sisi wote ni barua. Tunapotembea barabarani, tunapoishi mahali tunaishi, Peter anahimiza Wakristo waishi kama barua inayosomeka, barua inayopendeza, barua ambao inaomfurahisha Mungu katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya watu, jinsi wanavyokaa. Nataka niunganishe mambo matatu in summary, ni kwa sababu ya muda. Mambo matatu in summary. Na jambo la kwanza, Biblia imetuhimiza ya kwamba hapa duniani tuko wageni. In this world we tuko
mstari wa 11 na mstari wa 13 na mstari wa 12. Waraka wa Petro 2 verse 11 and verse 12. Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Paul anapita anahimiza Wakristo that wao Wakristo hapa tulipo duniani sisi ni wageni na kuna makao mazuri iko mbinguni. Unaposoma mstari wa 13 na kwenda mstari wa 17, anawahimiza ya kwamba ni vyema kuheshimu na kutii uongozi uliowekwa mahali popote pale. Na mstari wa 13 na kuendelea, tiini kila kiamuliwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa, na ili kuwalipiza kisasi watenda wabaya na kuwasifu watenda mema, kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Na unapoenda mstari wa 17 pia utaelewa ya kwamba verse 17 ya kifungu kile anasema ya kwamba waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Haya ni mambo matatu, wapendwa Bwana, tunapoichukua katika maisha yetu inatusaidia kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na jambo la kwanza tumekumbusha kwamba tunafaa kuishi maisha ya uteuwa kama Wakristo, maana hapa duniani sio kwetu, hapa tuko ugenini na makao yetu inaandaliwa mbinguni. Na tena tunaweza ishi maisha ya uteuwa tunapojua ya kwamba, wapendwa, ni vyema kuwatii wale walio katika uongozi. Biblia inahimiza namna hivyo. Na tena tunaweza ishi maisha ya uteuwa tunapoendelea na kuwapenda na kuheshimu wale wengine. Bwana asifiwe sana. Na unajua Biblia inasema ya kwamba dhambi, Mungu wetu huchukia dhambi, na kwamba mshahara wa dhambi ni kifo. Na nikwambia kwamba mpendwa, mwanadamu akiendelea kuentertain dhambi katika maisha yake, unakuta ya kwamba ana attract kifo katika maisha yake. Wakati Adamu na Hawa walipokosea Mungu na walilaaniwa, na ikawa ya kwamba walibeba laana ya Mungu katika maisha yao, na ni kwa sababu ile sisi wote tukalaaniwa. Until that day, kila mmoja wetu anapochukua hatua ya kumgeukia Bwana na kutubu dhambi zake, huyo mtu anapogeukia Bwana anasamehewa na anarudishwa katika njia za Mwenyezi Mungu. Wapendwa wa Bwana, hapa tunaishi ni ugenini. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, naenda kuandalia mahali, na nikisha maliza kuandaa mahali penu nitawakujia, ili nanyi muwepo mahali nitakapokuwa. Paulo anawaambia Wakorintho katika kitabu cha Wakorintho, ambapo ni Wakorintho wa pili chapter 5, anawaambia kwamba mili yenu ni hema, na hii hema inararuka, na hii hema inachakaa, na hii hema inapoendelea kuchakaa inaisha, na hivyo basi boma lenu la kudumu liko mbinguni. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Na hivyo basi hapa tuko ugenini, na mgeni akiwa ugenini hujistiri kiasi, hata kana kwamba mambo haiendi vizuri jinsi ambavyo angependa, anajicontain, anajirestrain, anajistiri kiasi. Praise be to God. Mgeni anapoingia kwako na asikia kwamba akae vizuri, anavumilia, maana ako ugenini. Bwana asifiwe sana. Lakini mwenyeji akiingia kwa nyumba na asikia akae vizuri, maana ako kwake, anaekelea miguu kwa kiti, na akikaa asikia kana kwamba akae vizuri, anaweza ekelea miguu kwa meza, maana ako kwake. Amen. Amen. Maana ako kwake. Huyo ni mwenyeji. Mwenyeji anaweza jipakulia chakula wakati ambapo anahitaji, maana yeye ni mwenyeji, ako kwake, hayuko ugenini.
ugenini. Lakini mgeni akiingia lazima ajistiri vizuri, lazima ajiweke vizuri. Hata akisikia njaa lazima agoje chakula kipakuliwe. Amen. Na anapoona kana kwamba mnakawia, hata sema harakisheni. Na hata kama alikuwa na njaa atagoja, maana yeye ni mgeni. Na hivyo basi Biblia inatuambia kwamba sisi ni wageni humu duniani, na tukiwa ugenini tunaishi kwa wenyewe. Wale wenyewe ni wenye dunia, the non-believers. Hapa ndipo kwao. Na hivyo basi tunaambiwa kwamba na tuishi vizuri, maana sisi tuko wagenini, tuishi vizuri na wenyeji ambao ni watu wa dunia. Na hivyo basi mpendo wa Bwana, kuna umuhimu wa kuishi maisha mazuri kama Mkristo ukiwa dunia ambayo inaoza, maana wewe ni mgeni. Bwana asifiwe sana. Na kuna jinsi unavyoweza kuishi tuone wewe si mgeni uko kwenu. Halo, nikikuja kwenu, kuna jinsi mtu anaweza kaa kwa boma bila hata kuambiwa na ujue huyu ni mwenyeji. Amen. Kuna vile mtu akikaa kwa boma na akae useme huyu, hata kama sijaambiwa huyu ni wa boma gani? Na boma hii, maana anaingia kila room. Bwana asifiwe sana. Anajua remote ni wapi ya kuzima. Anajua, unaona, anageuka, anawekelea miguu kwa kitu, najua huyu ni mgeni yako kwao. Kuna vile Mkristo unavyokaa. Ukiwa duniani tunakaa bila sisi kuambia, tujiambie na wewe uko kwenu. Bwana asifiwe sana. Lakini wale ambao hapa sio kwao, kuna vile wanakaa kama wapita wa njia. Na ndiposa Petro anawaambia kwamba mstari wa 11, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Amen. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Kuna jinsi mtu anavyokaa uone huyu ako kwao, yeye ni wa mataifa. Praise be to God. Huyu ni wa mataifa bila kuambiwa huyu ni wa mataifa. Na nikwambia watu wa mataifa nao wanatujua, wanatuelewa vizuri. Na kuna mahali utaingia wakufukuze, maana wewe si wa kwao. Bwana asifiwe sana. And so brethren, kuna umuhimu wa kujua kwamba we are sojourners, we are aliens. Sisi ni wapita njia, hapa sio kwetu, tunapita. Na ukijua uko ugenini, unakaanga kama umejiandaa. Mtu ambaye ametembea viatu zake ziko kwa mlango, maana hapo si kwao. Anaweza vaa aende, mwenyeji viatu zake hata anasiko kwa shoe rank, maana hata jua anavaa gani. Kwa nyumba amevaa kinyasa, maana yeye yuko safarini. Halo, Bwana asifiwe sana. Yeye yuko safarini, amevaa katisha akiwa kwake. Mama amefunga leso akiwa kwa nyumba kwake, maana yuko safarini. Lakini mama aliye safarini viatu ziko kwa mlango. Amen. Maana yeye yuko safarini. Na hivyo basi hapa sio kwetu, kuna makao tumeandaliwa. Namba 2, tunahimiza ya kwamba tunapoishi na mataifa, wapendwa, tuheshimu na tutii walio katika uongozini, waliopewa nyadhifa za mamlaka. Tuwaheshimu na tukae na wao vizuri na tuwatii. Neno la Mungu linasema namna hivyo. Na ninaleta neno hili kwenu ninapojiambia actually wakati ambao unafaa, ambapo nyinyi wote, unless yule ambaye ni mgeni ambaye amekuja jana dunia Kenya hii yetu, ambapo hakuna mipaka ya maneno siku ya leo. Amen. Unakuta kwamba watu hawajali. Yes, watu hawajali. Bwana asifiwe sana. Watu hawajali in the name of Gen Z. Yes, wanaishi vile wanataka wakae, even with no correction. And watu mahali ambapo hakuna marekebisho, hao watu huisha na wanakufa, wapendwa wa Bwana. And unless we are careful. Narudia mara ya 3 na ya 4, unless tujiangalie wapendwa, kizazi cha kesho hakiko. Ni wakati wapendwa, wazazi na wengine, maana mahali ya Biblia inasema ya kwamba mahali ambapo hakuna marekebisho, mahali ambapo watu hawaambiwi, ukiwaambia wanaruka, ukiwaambia
maneno mabaya. And then wapendwa Bwana, kama tuko kanisani, we are the leaders of the church, we are the believers, we are the Christian, na watoto wetu, ndugu zetu, ndio dada zetu tunawajua, tunawaona. This is not the time to throw abusive words. Ni wakati wa kuombea. In fact, kanisa limepewa wajibu wa kuombea nchi when things are not good. Hello? Bwana asifiwe. Lakini sio kutusi na Qurani. Ni wakati wa kuombea nchi. Ni wakati wa kujifunga. Juzi hii wiki sijui kama wameenda. Aidha kiko ni majenzi wetu na waona hapa. Bwana asifiwe. Kanisa wapendwa Bwana, kuna wakati wa jokes kule kwetu na huku tukiongea na Greek tunasema kule idara ya idhero ya kaide meruka. Hiyo ni lugha ya mbinguni. Kuna wakati wa mzaha, wakati watu wawe serious. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuishi namna hivyo. Watu wanaposema ya kwamba wanaenda kuvamia kanisa, you can be sure and have no doubt in my mind, you can be sure that is already a rotten society. Bwana asifiwe. That's a rotten society. Hello? That's a rotten society. Wazazi, nawaambia wazazi, baba zangu ambao mko hapa na mama zetu, dada zetu, that's a rotten society. Hello? Kitabu, mimi sio mzee sana, kuna wazee. Lakini kitabu, kanisa iko inafungwa. Bwana asifiwe. Lakini tunafunga na tunaweka watchman. Najaribu kusema nini? Wale ambao wako katika kwa uongozi. Wakati mmoja David alijaribu iwezekanavyo. Saulo ambaye alikuwa mbaya mbele ya macho ya Mungu asiguzwe. Asiguzwe. Bwana asifiwe. Asiguzwe mpaka wakati Mungu alimkataa. Hata wakati Mungu alimtaka. Na waomba wapendwa, tusichukulie laana ya Mungu. Tujistrain, tujiweke vizuri na tujue ya kwamba walio kwa uongozi tuwape heshima yao na tuwaombee. Bwana asifiwe sana. Lakini msiwarushie maneno. And I hope siku ya leo, hata kama utakuja hapa mbele, I hope kuna mtu ataokolewa siku ya leo, ya kwamba kesho utatusi mtu ambaye kwa uongozi. Bwana asifiwe. Ni venye tu huwezi tusi mzazi wako, hata mama yako akiwa namna gani, na mama yako kuna Biblia inasema ya kwamba watoto watiini wazazi wenu. Hiyo ni Biblia. Bwana asifiwe sana. Watiini na miaka yenu ya kuishi duniani fanya nini? Iongezeke. Kama namna gani wazazi? Na miaka yenu iongezeke. Lakini tukitusi walio Mungu waliomwagiwa mafuta, hata kama mko namna gani, tunajibebea laana. Na Biblia inasema ya kwamba na Mungu ataleta laana ya baba mpaka kizazi cha 4. Na wakati mwingine tunaonaga wapendwa, maana laana inapoingia watu wanagojeka magonjwa hawaponi. Hello? Inatafutwa kwa mwili haionekani. Unapimwa haipatikani. One day and a certain friend of me, ambaye sitamsaja hapa maana mnamjua, aliniambia kwao aliniambia kuna kijana mmoja aligojeka akapewa whichever reason tujue aligojeka kwa nini. Alienda hospitali anapima, mgongo imebedi hivi. We, unaniona? Mgongo imejikuja aje? Lakini akienda hospitali akipigwa kamera ya hospitali, kama inatakwa kamera, inamtoa mgongo ikiwa straight hivi. Daktari haoni makosa, lakini amebedi hivi. Ako straight. Yani kila mtu anaona amebedi. Hata anakuja kwako hivi kama ameko. Lakini kamera ikimtoa kamera ile ya hospitali inamtoa kama amesimama hivi. Makosa ipatikana. And then wakati bibi unajua, enda usome Deuteronomy 28:15 going downward. Laana ya Mungu iko wapendwa. Bwana asifiwe. Then kama ni viongozi wetu wa nchi, tuwaombeeni, tuwasapoti wakati huko. Amen. Na hiyo tutaleta baraka kwetu. Vile huwezi piga mzazi wako, tuwaheshimu walio viongozi. Finally, Peter anawaambia Wakristo waweze kupendana. And verse 17, waheshimuni watu wote. Waheshimuni watu wote. Respect all people. Wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Everybody.
Bwana asifiwe sana. And then brethren, kwa hiyo tutaleta baraka katika maisha yetu. Unapomalizia kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana ufanyavyo hivyo utampalia makaa. Verse 1. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamuliwa na Mungu. Hivyo amuasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, naye washindanao watajipatia hukumu. Anayeshindana na wao anashindana na Mungu na anajiletea hukumu. I wish we can tell our brothers and sisters, na tuambie watoto wetu na watoto ya kwamba ni vizuri, na kwa hiyo njia tutabarikiwa na Mungu. Wapendwa Bwana, kuna kitu kizuri kutafuta baraka katika maisha yao. Wapendwa, na wasi tupendane na tubebeane mizigo na tusaidiane katika dunia hii ambao ni dunia ambao ni bovu. Wakati mwingine watu wa dunia wanatuhukumu, wanasema kama ni upendo, wala watu wa kanisani hawana upendo. Na nikawapea mfano, sijui nani alikuwa ananiambia ama ni mimi nilikuwa nasema sikumbuki, lakini na iko kwa mawazo yangu. Warevi, uza mtu mwambie warevi, wale ambao wako kwa baa, mtu wao akiwa na shida wanaambiananga wakutane, na wanaweza anza asubuhi, ni mtu wao wako na shida, na kukifika jioni, shida ya mmoja wao imeisha, na wanakuja wanampea na wanasahau hata wamfuataji wakamsaidia kuona kama alifanya kile walimwambia. Those are them. Praise be to God. What about us Christian? Na sisi wa Kristo, upendo wetu iko wapi? Kubebeana mizigo kuko wapi? Wakati mwingine mmoja wetu atakufa na njaa tukiwa na yeye. Hao wa dunia hawawezi kubali. Wanajua kubebeana mizigo, wanajua kusaidiana, wanajua kutembeleana wao wenyewe wakiwa hivyo vile walivyo. Amen. And so tunahimiza wapendwa, tuwe mfano mwema katika dunia ambayo inapotea, ili tukawavute wengi katika ufalme wa Mungu. Na njia mzuri ya kuhubiri, unaweza kuwa wewe sio pastor, unaweza kuwa ya kwamba wewe si mwimbaji imbe kwa kwaya, unaweza kuwa ya kwamba wewe hauko kwa kikundi chochote cha kazi ya Mungu, lakini tabia zako ni injili tosha. Unapotembea barabarani, hiyo ni mahubiri tosha. Wewe ni barua ya kusomwa na wote. Unapofunguliwa kwa matatu, unapofunguliwa kule Nairobi, mahali unafanya kazi kwa biashara, watu wanasoma injili gani kwako maishani mwako? Bwana asifiwe sana. Wewe ni yule mtu ambaye watu wanaweza pendeza sema ya kwamba na tukamfuate fulani. Sasa niliwaambia Paul alikuwa anahimiza Wakristo wa Korintho, anapoambia kwamba nifuateni. And then ikawa ya kwamba Biblia inasema ya kwamba yule ambaye amepewa mingi, to whom much is given, much is also expected. Bwana asifiwe sana. Ndio kanisa la Bwana. Tunaposema ya kwamba tunafuata, nasema ya kwamba tunayemfuata awe mfano mwema, ya kwamba wa kuiga, na ambapo yeye kwamba yeye ni injili. Tukimfuata tunajua kwamba huyu ni injili tosha. Brethren, wapendwa Bwana, wacheni tuamke na tuwe mfano mwema katika dunia ambayo inaoza, ambapo dunia hii wakati mwingine ni ngumu sana kutabua mwanamke na mwanaume. Amen. Kuna wanawake wanataka kuonekana ya kwamba wao ni wanaume. Kuna wanaume wanataka kuonekana wao ni wanawake. Mtu anakuja amepaka ni mwanaume, amepaka makucha na marangi, amepaka ingine kwa mdomo, ni mwanaume, na nywele amesuka na anasuka. Bwana asifiwe. Lakini anataka kuiga mfano, na akitembea utaelewa, utachanganyikiwa ukiwa barabarani. Utachanganyikiwa, maana akienda hivyo venye naenda anataka tumuone vingine. Lakini Mungu hakuumba hivyo, na Mungu wetu hana makosa wapendwa. Mwanamke anataka tumuone mwanaume. Amenyoa, amekata nywele namna hivyo, amekata kona zote. Amekata nywele na yake amechana. A God of order. He is not confused. He is not confused. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana.
He is not confused. He is not confused. Wapendwa, tunahitaji tuamke na tuombee kizazi cha leo, na tuombee dunia yetu. Tuombee dunia yetu. Mara utasikia Isaac na huko amekutana na Robert na huko, na wameona na wanataka tuwaite mke na mume na mke, and then na tunaona kama ni kawaida, and everybody is like yeah, ni kama ni sawa. Wapendwa, Bwana is not okay. Lazima tuishi maisha mazuri kwa dunia ambayo inapotea, ambapo maisha ambayo tunaishi, wapendwa, nyakati za mwisho, ambapo naishi na marafiki, mnakula pamoja, sema amen. Mnaishi pamoja, sema na mnakula pamoja, lakini kesho ujue amekupangia nini, utapotea mikononi mwake. Na isemekana alikuwa mara mwisho alikuwa na fulani, na umepotea, umekufa, lakini mlikunywa chai, mkakula pamoja, na ujui kama nani anakupangia mabaya. The world that we are living. Si unikusie mwenzako, mwambie wacha tuwe tofauti. Muangalie kwa uso, mwambie tuwe tofauti tafadhali. Let us make a difference, brethren. Na tuwe tofauti nyakati za mwisho. Let us make a difference. Bwana asifiwe sana. Na ukipenda, you can be a difference. Biblia inatuambia kwamba kitabu cha Waefeso, hata mkikurana msimalizane. Halo? Lakini Wakristo wamemalizana. Tumebomoana. Ile ambayo tunaitanga character assassination. Unaketi na huyu na haribu ule mwingine. Bwana asifiwe sana. Na ukiamka mnaamka kama umecheka, mkikutana naye kwanza mnamcheki, mnamsalimia na mnamhagi. Na dakika chache hapo mmuua, mkamaliza na mkasema hakuangi mtu. Huyu hakuangi mtu. Hata si mtu ina gani? Mkutana naye mnamchekesha, yani wapendwa, upendo ambao hauko. Why don't you wake up, brethren? Ni aibu ya kwamba sisi wa Kristo wenyewe ni sisi hatupendani, ni sisi hatutuzani, ni sisi hatuchukuliani mizigo, ni sisi ambao hatujali, we don't care. We don't carry each other's burden. Tusimameni wapendwa. Utashika mwenzako mkono. I just want to make a very brief and short prayer. Tuamini Mungu pamoja. Shika mwenzako mkono, just mtu mmoja tu, your neighbor. We can make a difference, brethren. Ukiwa umemshika mkono mwenye mkono yeye, si umuombe. Ambia Mungu, ile ungependa awe. Ya, muombe. Sasa hizi endelea tu na maombi. Just pray for that your neighbor. Ambia Mungu, help my neighbor. These are the last days, brethren. Nyakati zile za mwisho. Swali ni kubwa hili. Yesu Kristo atakapokuja, ni kanisa gani atakalochukua? Brethren, let us pray. Father, Baba wetu wa mbingu, katika jina la Yesu Kristo Bwana, mioyo yetu tunainua kwako Jehova. Mioyo yetu tunaleta kwako Bwana mabwana. Unapotuuliza Baba tukaishi maisha ya uteua, a godliness, dear Lord, in a godless world, where Father the world is decaying, the world is lording, Jehovah Father. Everybody has gone astray, O King of Kings. It is such a time, dear Father, that we raise against every odd, oh God, and pray that Father, in the name of Jesus, our Lord, that dear Father, you may be with us, oh God, that God, you may help us at a time like now, in the mighty name of Jesus, our Lord. We do want, Father, to live a life that glorify our Lord and our Savior. You have just called us, dear Father. You have just invited us, oh God, through Apostle Peter, oh God, that Father, we may know and remember that this world is not our home, and that we have a better home in heaven. That Father, that way, when we put that one God in our mind, that Jehovah God will be able to live a life that will always glorify your holy name, oh God. And that Father, dear Master, we are going to live a godly life, dear Redeemer, as we remember to obey those who are in the leadership, oh God, in the mighty name of Jesus, our Lord. And dear Father, again, as we love one another, as we carry each other's burden, in the name of Jesus, our Lord. Dear Father, we want to thank you, God. My prayer this day is that this message, oh God, is going to go down to our heart, oh God, and that Father, we are going to take it, dear Master, as it is, Jehovah Father. We are going to run away from evil schemes of the devil and all the strategies of the evil one. Dear Father, in the name of
Jesus, our Lord and Savior. May the Lord help us, O God. May the Father save somebody in our congregation, dear Father. In this very time, dear Father, that God, we are reading the Redeemer. In this time, dear Father, that everybody, dear Father, oh God, is going his way or her way. In the mighty name of Jesus, our Lord, where people, dear Master Jehovah God, are led by their ego, are led by their pride, oh dear Father. The Bible reminds us, dear Redeemer, when Nebuchadnezzar, Jehovah, failed to heed to your instruction and your law, Jehovah God, dear Father, you humbled himself, dear Father, to an extent of eating grass like wild animal. Dear Father, today, Bwana mabwana, tujiweka mikononi mwako Bwana. Wacha Jehova ukatubariki, neema yako Baba ikatutoshe Bwana mabwana, wakati kama huo, katika jina la Yesu Kristo. Maombi yangu Bwana wetu wa mbingu ni kwamba utaokoa mtu, ni kwamba utasaidia mtu, ni kwamba utatembelea familia, ni kwamba utaokoa familia. Neema yako Jehova itatutosha maishani wetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Adonai. As we continue making our prayer, tunapoendelea na maombi, unaamini Mungu kwa mambo mengi maishani mwako, ni kurudi kuishi maisha mazuri ya uteue, uponyaji, neema ya ajabu. Inua mkono tukamalizia maombi pamoja na wewe. You believe there is power in believing. There is power in believing. There is power in believing. Unaamini Mungu nisaidie mimi. Ni mara ngapi tumerudisha Yesu Kristo kwa msalaba? How many times tumemrudisha Yesu kwa msalaba kwa tabia zetu? How many times that we have rebelled against leadership? Na wakati mwingine we feel that the leadership is not taking us the right way. Then instead of praying for the leadership, we condemn and we curse. Brethren, we can repent before God. Baba wetu na Mungu wetu wa mbingu, katika jina la Yesu Kristo, tunajiweka mikononi mwako mitakatifu Bwana. Tunaomba neema yako na baraka zako Jehova Jireh. Tunataka kuamini nguvu zako Bwana. Tunataka kuamini mamlaka yako Mungu wetu wa mbingu. Jehova, tujiweka mikononi mwako Bwana. Ni kweli tunaishi nyakati za mwisho Jehova, ambapo Bwana mabwana dunia imeharibika. Bwana mabwana Mungu wetu wa mbingu, watu wengi wamekataa mawaidha na maagizo yako Jehova, na wamevunja sheria yako Baba. Bwana mabwana, tungeomba ukawahukumu, bali naomba Baba ukawahurumie na ukawarejeshe kwako na upendo mkubwa. Baba wetu, okoa dunia Jehova Jireh. Baba naomba usikasirike Bwana, bali Jehova ukatuokoe sisi Baba wetu na watoto wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Adonai. Kuna nguvu katika kutii, kuna nguvu katika upendo, kuna nguvu katika Mungu wa Bwana Jehova, kujua kwamba dunia si kwetu, bali tuko na makao mema mbinguni Bwana Jehova. Kwa jina la Yesu Kristo tuachilie mikononi mwako Baba, kama yeye asijuja Jehova. Bwana mabwana, naomba ukatusaidie kupendana miongoni mwetu Bwana, kubebeana mizigo Jehova Jireh, kuomba kwa sababu ya umoja wa kanisa na kujaribu vyovyote Bwana mabwana, ili Baba tukaishi pamoja kama dogo, mahali ambapo Mungu wa mabwana kuna umoja. Hapo Baba unamulisha baraka zako. Tukumbuka na ukumbuka familia zetu, wale wagonjwa miongoni mwetu Baba uwaponye, wale ambao hawana kazi Baba ukawape, wale ambao Mungu wa mabwana ni wa biashara ukawainue Baba. Tutengenezee njia na utubariki na baraka zako. Bariki vikundi zote za ndani ya kanisa, na ingawa wazee kwako mikononi Baba. Wazee Mungu wa mabwana ni mpira Jehova kwa ajili ya kazi yako Mungu, wawajua vizuri. Wabariki Mungu na uwainue kwa jina la Yesu. Bariki akina mama ndani ya nyumba yako Bwana. Bwana mabwana, ni wazazi wetu tunawapenda, wabariki na baraka zako pia. Bariki wanalika Mungu wa mabwana, kutoka juniors Mungu wetu wa mbingu hata seniors Bwana mabwana, wale ambao wako junior secondary school, wale ambao wako high school Jehova, wale ambao wako college Jehova Jireh, and the working class Bwana, wote na waleta mikononi mwako Bwana mabwana. Nenda ukawatetee, tunaishi nyakati za mwisho Baba. Maombi yangu siku ya leo miongoni mwetu Bwana mabwana, yeyote ambaye amesikia neno hili, hakuna yule wa kupotea, wote Baba tutaokolewa na wewe Jehova Jireh, kwa jina la Yesu Kristo Adonai. Baba tukuheshimu na tunasema ni asante kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Tunaomba ukatuachilie na baraka zako katika kati ya wiki Mungu Baba, ukatulinde na ukatuweke vizuri kwa jina la Yesu Kristo Mungu Baba wetu, tunaomba na hata kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi.